Wananchi na wafanyabiashara wa eneo la Kwanyanya Magharibi A Unguja wametoa malalamiko baada ya kudai kuwa Baraza la Manispaa Magharibi A kuvunja msikiti ambao unatumika kwa ajili ya kufanya ibada kwa waumini wa eneo hilo. Tumekutwa na msiba mkubwa kuhusu huu msikiti wetu hapa waumini. Na tunaambiwa Zanzibar ni kitovu kikubwa cha Waislamu. Lakini je, tujiulize Uislamu wetu uko wapi? Na kwa nini huu msikiti tukauvunja kwa vigezo gani? Lakini leo tunaambiwa hili eneo si eneo sahihi ambalo kujengwa huu msikiti. Hebu tuambiwe hivi vitu vyote vilojengwa katika hili eneo, nani mwenye ardhi na nani mwenye hatimiliki? Kumejengwa jumuiya ya wazazi ile kule ina hatimiliki? Kujengwa huu msikiti una hatimiliki? Na ikesha istoshe, tuna kitendo cha kusikitisha kikubwa. Mtu anakuja kufanya uhalifu ni usiku. Inamaanisha kutokana na usiku yeye anaogopa binadamu, hamuogopi muumba mbingu na ardhi. Yeye kilichomtia hasira, kwa nini waumini wamejenga vyoo na sehemu ya kutilia udhu? Kwa sababu hayuko katika waumini. Sasa tujalie tumekubaliana atoe wajenge msikiti, wakabidhi msikiti, ndipo wafanye hatua wanaweza. Huo msikiti waliojenga na waliokukabidhi uko wapi? Wakitoa ufafanuzi kuhusu uvunjwaji wa msikiti eneo hilo, mkurugenzi wa Manispaa Magharibi A Mubarak Said Hasuni na mstahikimia wa Baraza la Manispaa Mshauri Machano wamesema kuna mambo mengi tuliyakataza. Moja hapo kutengeza uongozi katika sehemu ya pale ya uswala kama shura, kwa sababu palikuwa hapana msikiti. Kama alivyosema mwandishi, kuna shura imekuwepo, sisi tumeshangaa kweli kweli. Ile eneo sio la msikiti, liko ni sehemu ya kusalia. Kwa sababu kama mlivyoona lile soko linaonekana kama ni soko la muda, watu wataondoka. Kwa hivyo ile sehemu tayari serikali ishaweka plani yake hii, mipango miji hii, ambao pale pote pana viwanja na ni mpango wa serikali ambao umepangwa. Jukumu letu sisi Baraza la Manispaa ni kusimamia mipango ya serikali. Na nikwambieni tu waandishi wa habari, ile eneo ni hatarishi kweli kweli, ambapo ni eneo ambalo la maji. Mashimo yake yanaweza kusababisha, bila ya kusanifiwa uzuri ile eneo, inaweza kusababisha maradhi ya milipuko, na hayo yapo. Tukawaambia bora watumie vyoo vyetu vile vya manispaa bure, lakini hapa msifanye vyoo ndani. Lakini bado walikuwa wanafanya. Msiendeleze ujenzi. Wanaendeleza ujenzi. Kila ukicha hapa ukija barazani waheshimiwa, bado ujenzi unaendelea. Hatua nyingi tuliwaambia. Mpaka tukampelekea indhari ya sasa inabidi wavunje wenyewe ndani ya siku 6. Lakini bado wakawa wanaendelea na kufanya ukaidi. Akitoa maelezo kuhusu ujenzi wa msikiti mpya wa kudumu kwa eneo lililotengwa, Sheha wa Chuini, Mohamed Sheha Heri amesema kweli pana msikiti ambao sio rasmi katika eneo la Kwanyanya au katika eneo ambalo wafanya biashara eneo la Kwanyanya nafanya biashara hizo. Pana msikiti ambao sio rasmi, ni temporary. Lakini baada ya kubainika hilo kupitia taasisi hizo nilizozitaja hapo mwanzo, zote kwa kushirikiana kwa pamoja, tulitenga eneo kwa ajili ya kujenga msikiti wa kudumu. Na eneo hilo ndo hili eneo lililopo nyuma yangu, lililopigwa uzio wa mabati na ujenzi tayari umeshaanza takriban miezi 3 nyuma. Na msikiti huu unategemewa kuchukua takriban waumini watapungua 2000 kwa wakati mmoja. Ni msikiti ambao utakuwa ni wa ghorofa moja, pamoja na madrasa, milango ya maduka 4, pamoja na sehemu ya kuoshea maiti, pamoja na nyumba imamu. Kwa hiyo tutegemee ama tutarajie kupata msikiti mkubwa wa kisasa na wa kileo na ulio mzuri zaidi. Mtazamaji, tunafahamu kuwa asilimia kubwa ya wakazi wa Zanzibar ni waumini wa dini ya Kiislamu na ibada ndiyo mwongozo wao wa maisha, lakini ni vyema kuzifuata sheria za nchi ambazo serikali zimewekwa kwa maslahi mapana ya nchi hii ili kuepusha mivutano na uvunjifu wa amani. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp: +255
777858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.